Mimi ni nuru ya ulimwengu, nuru ya familia yangu. Nilitoka kwa baba narudi kwa baba. Baba ni mtakatifu. Narudi kwa baba, ndani yake nakaa naye ndani yangu. Mimi ni mtakatifu. Nimepona, nimeokolewa, nimekombolewa. Familia yangu itanifuata katika nuru. Mimi ni nuru. Nuru yangu iwaponye, iwaokoe na kuwakomboa. Praise Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Naitwa mchungaji David Joya. Nimeokoka. Yesu ni Bwana. Nilimkubali Yesu, nikaamini kufa na kufufuka kwake. Nami nikakiri kwa kinywa changu ati Yesu ni Bwana. Na kutoka hapo, ile dhambi niliyozaliwa nayo, sababu ya kutoka katika ukoo wa Adamu, ikafutiliwa mbali. Nami sasa nikawa ni kiumbe kipya. Ndio maana inaitagwa kuzaliwa upya. Ya kale yakasahaulika, tukaanza upya. Na sasa hii upya tunatembea na Yesu. Kwa hivyo siwezi tembea kwenye giza na niseme niko ndani ya Yesu, sababu Yesu ni nuru na yeye ni mtakatifu. Siwezi tembea kwenye dhambi na niseme tuko na yeye. Tukiwa na yeye ataniongoza kwa njia ya ukweli na njia ya nuru na njia ya utakatifu. Karibu katika ibada yetu ya siku ya leo. Na leo tunahubiri kuhusu mandhari yetu ya siku ya leo. Je, unazaa matunda gani? Wewe unazaa matunda gani? Na tutasoma katika Mathayo 7:15 mpaka 23. Mathayo 7:15 mpaka 23. Ndio tujue wewe, je, unazaa matunda gani? Wewe utajua wewe ni nani. Mathayo 7:15 mpaka 23. Na nitasoma Mathayo 7:15. Nasema hivi: jihadharini na manabii wa uongo, watu wanaowajia wamevaa mavazi ya kondoo, walakini kwa ndani ni mbwa mwitu wakali. Mtawatambua kwa matunda yao. Je, watu huchuma zabibu katika miiba au tini katika mibaruti? Bwana Yesu asifiwe. Huyo ni Yesu Kristo alipokuwa anaambia wanafunzi wake, na sisi tuko hapo ndani, sababu sasa wakati tulipomwamini nasi tumekuwa wanafunzi wake kwa wakati huu. Anawaambia na anatuambia tujihadhari na manabii wa uongo. Naye amesema vile tutawajua manabii wa uongo. Hakusema tutawajua sababu ya kusimama mbele ya watu kama vile nimesema nimeokoka, Yesu ni Bwana. Hiyo haiwezi fanya nijulikane kama mimi ni wa uongo. Na Yesu alikuwa anajua hivyo, na ndio maana hakusema tutawajua kwa hayo. Hakusema yeyote yule atasema ameokoka ati mtawajua manabii wa uongo sababu ya kutosema Yesu ni Bwana ama kutosema wameokoka. Alijua hayo hakuna mtu hawezi sema, na hayo kusema hakuna risiti inaitishwa. Unajua, kwa mfano ukiwa unaenda safari, ukiwa kwa gari, kuna mahali safari mrefu gari zinasimamaga, watu wanaenda msalani. Sasa hapo kunaweza ingia mtu hakuwa kwa hiyo gari na ajifiche aingie, ndio ujulikane kama ulikuwa kwa hiyo gari.
wenye wanaenda nayo manaba, akikusuku anakuambia lete risiti, sababu kila mtu anakuwa na risiti. Nayo hii wokovu, ndio maana nakwambia hii haina risiti ati mwenye atasema Yesu ni Bwana nimeokoka. Kuna risiti utamuitiza ndio udhibitishe kama hayo anasema ni kweli. Hiyo ni kutamuka tu, na hakuna mtu hawezi tamuka. Mtu yeyote yako na ulimi anaweza sema Yesu ni Bwana. Hata asubuhi tukasikia Shetani hujifanya malaika wa nuru, nao walio wake bado hujifanya kama watumishi wa haki. Naye Yesu akasema tutawajua kwa matunda yao, sababu huwezi. Akasema, je, watu huchuma zabibu katika miiba? Mti wa mwiba unawezaje kuchuma zabibu? Zabibu huchumiwa kwa mti ya zabibu, au tini katika mibaruti, nayo tini inatolewa kwa mti wa tini. Hivyo ndivyo Yesu naye anaambia watu, ili tuwajue wasio wake. Tutawajua kwa ile njia ya ile matunda watakuwa wakizaa. Nawe nikakuuliza, unazaa matunda gani? Najua kuna watu kusema sijui usiguze mafuta ya Mungu, don't touch the anointed one. Na mwenye watu wanaita anointed, na sio kama alianoitiwa na mafuta ya taa ama ni mafuta ya kupika. Unakuta mtu hata mienendo yake, mtu hata awe anaitwa taito gani, ama awe anavaa makala inakaa namna gani, na maguo inakaa namna gani, mtu hata awe mnamtabua namna gani, hata kama anaona mambo gani, unafaa kuangalia mienendo ya mtu. Huyo mtu anajifanya ameokoka, mienendo yake inaenda kama mtu ameokoka. Mambo ile anatenda yanafanana na vile anasema yeye yako. Kama anasema yeye ni mtumishi wa Mungu, mambo yale anatenda inaendanisha na Mungu vile anafanya. Lakini watu wengi huangalia mtu na taifa yake, na wale watu wanamfuata. Kwanza akiwa mchungaji na kanisa iwe imejaa watu, wanasemaga huyo ako anointed. Unaweza hao hata kwa waganga kuna pagago laini na hakuna Mungu. Unaweza hao hata wakati watu walienda kule, kulikuwa kunaitwa wapi Tanzania, kwa yule mganga alikuwa anakunyuza watu maji, bado watu walikuwa wanapanga laini, bado watu walikuwa wanaenda hata na madege. Na hiyo sio kusema ati alikuwa anatumia nguvu ya Mungu, alikuwa anatumia nguvu ya uganga na ya ushirikina. Kwa hivyo kuwa na watu wengi sio kusema uko na Mungu. Wewe unayefuata mtu, matunda yenye anazaa ni matunda inakaa namna gani? Huyo ni mtu anaogopa dhambi. Kama haogopi dhambi, huyo sio mtu wa Mungu. Vile anaongea namna gani? Kama anaongea kama watu wa dunia, huyo sio mtu wa Mungu. Kwa Mungu hakuna pale katikati, ama ukae mguu moja ikiwa hivi na ingine iko pande hii. Ni aidha huko kwa Mungu ama huko kwa Shetani. Na kuitwa taito, ama kusema nimeokoka, ama kusema Yesu ni Bwana. Ndio maana Yesu hakusema tutajulikana kwa hiyo njia. Ndio maana Yesu hakusema mwenye atakuwa amefuatwa na watu wengi. Unajua kwanza wale watu hawana Mungu bado wanavutwaga na wale watu wanakaa kama wao. Kama mtu ni mserati anafuatwa na waserati wenzake, jua wanajua hata wakemea. Kama mtu ni mkora anafuatwa na wakora wenzake, sababu wanajua hata wakemea. Lakini aliye na Mungu naye anafuatwa na walio na Mungu. Kwa hivyo kuwa na watu wengi, kuwa na washirika wengi sio kumaanisha wewe ni wa Mungu. Kuona mambo, kujua siri za mambo yenye haiko sio kusema wewe ni wa Mungu. Katika mafunzo ya Biblia tumeona hata waganga hujua mambo yenye imefichwa, sababu wanafichuliwa na mapepo. Nayo mapepo ilikuweko hata dunia ikiumbwa. Kwa hivyo mapepo inajua historia yako yote, inajua kwenu. Kwa hivyo mtu kukuambia unaitwa jina fulani fulani na hujamwambia, hiyo sio kusema yeye ni wa Mungu. Angalia mienendo yake, utajua mtumishi wa Mungu wa kweli namna gani. Mienendo yake ni migani, anazaa matunda gani? Na ndio nikakuuliza, je, unazaa matunda gani? Siliona mhubiri hata leo hii anahubiri
na wakisimama wanasema pasta wetu. Ndio hata sisi tulikuwaga huko, sisi tunajiita pasta, tujue sisi sio pasta. Nilikuwa nasikia vile yeye anaadresiwa pasta wetu, kukiwa na kamini harambee huko, vitu yote ni kama yeye ananunuliwa. Ni ya pasta wetu. Najua anawekagwa hapo, nilisema anawekwa hapo ndio asikirie, juu kuna yule huwa anatengenezwa awe mhubiri wa ile kanisa. Sasa anaonekanaga ni yeye atakuwa rahisi sana kumsogea, akitupwa nje pole pole. Ndio maana hawawezi kubali huko kuwe na pasta mwingine wa kweli. Ndio maana hata wakijua yeye si wa kweli na hata hakuna kuhubiri anahubiri, hawawezi kubali atoke huko, juu amewekwa hapo kwa kusudi. Nikakwambia si huyo anasimamaga mbele ya watu anawahubiria na ni mchawi. Na hata nikiwekelewa bunduki hapa niambiwe kama unaongea uongo italipuka yenyewe, mimi nitasema tu ni mchawi, sababu niko 100% ni mchawi na ni mimi alijaribu kuroga. Si huyo ni mtu anasimamaga mbele ya watu, lakini matunda ile anazaa ni matunda ya ufalme wa giza. Na huyo hajui Mungu hata tone. Huyo hana uhusiano na Yesu hata tone. Huyo hata hafai kuwakilisha Yesu. Anafaa kuwakilisha ufalme wake wa giza kwa waganga. Huyo hata hafai kupewa pesa imetokana na watu wa Mungu, juu ukimpea badala ya kubarikiwa utalaaniwa, juu itapelekwa kwa waganga kuongezea nguvu za giza. Kwa hivyo mtu unafaa umwangalie matunda ile anazaa. Na ndio maana na mimi nikajitoa huko, nikasema heri nihubiri nikiwa kwa msitu badala ya kukaa kwa zizi moja na umbwa mwitu. Na ninajua hii ni umbwa mwitu imevaa ngozi ya kondoo. Mtu amekuroga akakupea kitu ukakula. Mimi ndio nilijua wakati nilikula, lakini niko na Roho Mtakatifu ndani yangu, niko na nguvu ya Mungu, hakuna kitu uganga inaweza nifanya. Yesu akasema hakuna uganga kwa Yakobo wala ushirikina kwa Israeli. Kwa hivyo mtu aliyeokoka, sisi ndio Waisraeli wa siku hizi, hatuwezi rogeka wala turogwe. Nao hao ndio manabii wa uongo. Huyo nilimjua kwa matunda yake, na hata waamini ama wakose kuamini, mimi ndio nilijua na nikajitenga na wao, sababu hapo hakuna Mungu anahubiriwa. Shetani hawezi wakilisha ufalme wa Mungu. Shetani hata wakilisha tu ufalme wa Shetani. Mchawi hawezi wakilisha Mungu. Mchawi hawezi kuhubiria watu waokoke, sababu hata ile injili anahubiri. Na ndio unaona hao watu lazima aandike note, kitabu inatozana hivi asomangi, juu ndani yake hakuna kitu inaweza itoke gani, na labda itoke ya uganga. Ndani yake hakuna Roho Mtakatifu, hakuna Roho wa Mungu mwenye anaweza mpea maneno ya kutoa akiwa mbele ya watu. Wanaandikaga note zinatosana hivi, ni kusoma. Akifika asubuhi lazima akae kama mtu ako shule akikopi note zile atasomea watu, na watu wanamuita pasta wetu. Pasta gani huyu hajui kuhubiri? Kwani aliitwa na Mungu? Mungu akijua hajui? Mungu aliita mtu hajui kuhubiri, haya anahubiria watu. Lazima akope note. Na mkiambiwa ukweli hamtaki kuamini, juu mnaangaliaga watu kwa uso na sura. Ningekuwa na gari kubwa saa hiyo ni ukweli hata kama ni uongo, lakini saa hii juu mnaniangalia mnaona kama sina mali na utajiri. Mimi siwezi jua kitu, lazima nitaganye ndio niachiwe kanisa ikue yangu. Inipeleke wapi? Kwanza mimi sitaki kuwa na kanisa yangu. Hiyo nasemaga nikiwa mchana peupe, kama kanisa itakuwa yangu na familia yangu, Mungu asiwahi kubali iwe na isiwahi anzia. Sababu niliona vile watu wamepeleka watu vibaya na kanisa zao, na sijui kama wakikufa wanaendaga mbinguni. Sababu huwezi kufa uache kanisa ikipiganwa. Watu wengine wakiambiwa hawatahubiri huko, juu mtoto wako ndiye anatakikana ahubiri hata kama hajaitwa. Ufikirie utaenda mbinguni muongee mzuri na Mungu, na sio kanisa ulikopa roni. Mbona msiende kwa benki mkope roni mjengee mafamilia zenu hizo kanisa? Mnatanganyaga watu mjengee Mungu madhabahu. Na unajua pesa ikitolewa ni yako. Mazini zikinunuliwa huko unajua ni zako. Lakini unatanganya watu. Ukiambiwa upee mtu mmoja unaweza mpea, na unasema ni za Mungu, lakini ni zako. Hata ndani yako unajuaga ni zako.
Sasa utadanganya watu, Mungu utamudanganya. Hiyo ndio matunda bado inazaliwa na watu wazio na Mungu. Mtu anatumia uongo kwa madhabahu ya Mungu ndio ajegewe na watu. Unajua ukiita watu uwaambie nataka munijegee kanisa yangu ndio niachie mtoto wangu, hawatakubali. Lazima upitie hiyo njia ya kudanganya ni Mungu na ndio unaonaga hizo kanisa hazina wazee wa kuongoza. Ni mtu mmoja. Yeye ndiye kila kitu. Pesa yote ikitolewa ni yake. Wao wengine wanahubiri huko sijui, wao wanaambiwa waende wakalipwe mbinguni. Na yeye huyo anakulaga hizo pesa akiwa peke yake. Ni yeye akona funguo za kwenda mbinguni ama ni nani? Yeye ndiye mhubiri huko. Hao wengine si wahubiri. Ni nini wanafanyaka huko? Na mbona usikae peke yako? Unataka kutumia watu wa Mungu for nothing. Uende kuhubiri Limuru kilomita 30 ukiwa umetoka Kayole na hutapewa hata fare ya kurudi. Lakini ikifika mahali ya kuchanga pesa, juu wewe ni mhubiri, unatakikana utoe ndio watu waone wewe ni mhubiri. Na ni mhubiri anatumiana. Mimi ndio nasema miaka yangu ya utumwa ilifika mwisho. Acha nihubiri injili huku kwa msitu. Nikiangalia hivi naona tubiri. Sitegemei watanipea sadaka. Kuliko uendage mahali kuna mtu anaona ile pesa inatolewa huko ni yake na ni right yake kuwa nayo. Biblia yenye alisoma huwezi jua ni gani. Ikasema hiyo pesa inafaa kukuliwa na mtu mmoja na kuna wahubiri kama 8. Watu wanunuaga magari kubwa kubwa. Niliona mwingine alikuwa anaenda na V8. Lakini wale wako nyuma yake hakuna hata akona baisikeli. Ukimuuliza anakuambia amebarikiwa na Mungu. Umebarikiwa na Mungu ama umemuibia Mungu? Hiyo ni kujipenda ya hali ya juu. Mimi sijui watu wengine waliupo na namna gani, lakini hawakuwagu wameitwa. Wamejiita na wakaona kanisani ndio kuko na biashara ya rahisi. Huko ndio tu watu watakupea pesa yao bure tu bila kuuliza unapeleka wapi. Hiyo ni matunda gani unazaa? Unawezaje tumika na mtu mtumike? Mimi naangalia watu wengine hivi. Ati unasema unawakiliza Mungu. Mungu mgani? Mimi tulikuwa tunaenda kuhubiri Limuru na mtu. Yeye anatoka Umoja, mimi natoka Kayole. Tunaenda huko na tunarudi jioni. Ile pesa itatolewa huko anabeba yote. Hakuna siku nizawahi sikia hata kutoka town mpaka Kayole wacha nikulipie hii 30. Gari ilikuwa inalipwa 30. Siku moja hivi. Na mtu kama huyo anakuambia na sio pesa yake bado. Ni ile imetolewa na watu wa Mungu, hata yangu ikiwa tu hapo. Labda nimetoa sadaka siku hiyo ya 100. Bado hata kutoa kwa ile 130 anilipie inamuuma. Na sio yake. Mtu anaumwa na pesa ya Mungu. Yeye ni nani anaweza saidia? Hiyo ni matunda gani anazaa? Huyo sio mwakilizi wa Mungu. Huyo ni nabii wa uongo. Juu ile matunda anazaa ni matunda ya watu wa ibilisi, ya wivu na kujipenda. Naona wengine wamejenga paka mapuroti na pesa ya sadaka. Mimi naamini pesa ya sadaka haiwezi tajiriza mtu. Ukiona mtu ametajirizwa na sadaka, hata akikudanganya vile anajua Mungu, mwambie hakuna Mungu unajua wewe. Enda kwa mtu yule unatumikia Shetani. Na hao ndio Yesu ataambia nedeni sijawahi wajua. Juu unawezaje kanisa iko na watu wahubiri 8 lakini ni mmoja tu huko ako na gari? Kwani huyo Mungu huwa anabariki mtu mmoja? Ndio mnasemaga ni zao. Walijenga wakakopa roni wakajenga, nijibiwe hapo kwa vitabu. Kama ni watu wa Mungu walichanga, sio zao. Yeye amepewa tu huko akiwa caretaker. Hivyo ndivyo kanisa mingi ziko huku hii Kenya kwanza. Zinaongozwa na mikora waizi. Waakilizi wa ibilisi wanajifanya wanajiita watumizi wa Mungu. Unazaa matunda gani? Hata mtu anaweza kujua nyumba huko tu. Wewe nyumba yako ikifungwa na unatumikaga huko labda ni wakwaya, kuja tukuombee. Mhubiri gari yake ikiharibika, mnaletewa kiondo. Na hiyo gari ni yeye anaendaga naye peke yake. Wacha kutumiwa vibaya. Mimi naongea hivyo nikiwa mtumizi wa Mungu. Mhubiri ameitwa na Mungu kutoka kabla nizaliwe. Uliza mama yangu atakwambia. Anajua hivyo. Ndio unaonaga Shetani ananiwidaga zaidi. Alinijaribu wakati nikiwa mdogo kuniua ikazidikana.
akaniteka nyara, akanipeleka kwa pombe, ikazidikana. Sasa ameona imezidikana, anajaribu kuniroga, anatumia wachawi waniroge mpaka kanisani ndani, wengine wanajiita wahubiri. Hata leo hii wanapewa maikrofoni wahubirie watu juu ya kanisa kuongozwa na watu vipofu, wanaelekeza watu kwa mto juu ni mtu anajiitaga ni yake. Sasa lazima ikae vile yeye anataka, sio vile Mungu anataka. Na mwenye anajifanya ni yake, hata yeye ni kipofu. Juu huwezi hubiri kanisa moja na wachawi miaka 8 na huwajui, unajifanya ati hata wewe umeitwa na Mungu. Ulijiita. Hiyo ni matunda gani hata wewe unazaa? Mbona Mungu asikufunulie hao watu ni wachawi na mko na wao kila siku? Mbona mimi sikukaa huko muda mrefu na nikawajua? Sababu hata wewe matunda yenye unazaa ya unafiki na uongo, sio ya Mungu. Kujifanya mzuri mbele ya watu wengine waonekane ndio wabaya, wewe uonekane ni mzuri. Mtu anakaa chini hivi wanapanga vile mhubiri fulani hata hubiri. Na ndio yeye, na ni yeye amesema. Ndio asionekane ni yeye amesema, anasema wewe ndiye utaita wachungaji na uniite mimi. Sasa wewe ukiangalia utaona huyo ameitana ni yeye anakukataza kuhubiri. Na huyu juu ameitwa tu atasema ameitwa, na wakati anakaa chini pale niko kwani nyinyi mlikuwa na injili leo na sikujua. Na ni yeye amepanga nisipewe nafasi ya kuhubiri. Hiyo ni matunda gani unazaa? Hiyo ni matunda ya ibilisi, ya kuongea uongo ukiwa ndani ya kanisa na huogopi. Unajua ni wewe umepanga nisipewe nafasi ya kuhubiri, alafu unakaa chini unaniuliza kwani nyinyi mlikuwa na ibada leo na sikujua. Hukujua. Ndio hukujua. Kwa nini hii next Sunday ingine? Sababu hukuwa unajua sikuitwa nihubiri. Nilikuwa nangojea hivyo muende nyinyi nyote muhubiri nyinyi nyote waine, nijue sasa ni mpango mlikuwa nayo. Mkirudi raundi ya pili sikuwa huko, sababu sikuwa nikae huko, sababu Mungu hapatikaniagi huko. Mungu anakuwa ndani yetu na tunatembeaga na yeye kule tunaenda. Ndio unaona wachawi wametuida miaka 2.5 wamezidi na sisi, sababu aliye ndani yetu tunatembeaga na yeye. Hata kule wanapagia mipango yao, hata waende walipane kwa hoteli, nikienda nipewe uchawi na ikuraga na bado na wananiona. Wakifikiria ni mwisho wangu bado wananiona. Wakifikiria sitamaliza siku 3 mpaka nikivuka kazi, wengine wanakaa hapo wakiangalia. Wanaona huyo ni kama hana homa. Huyo ndiye Mungu yule tuko na yeye. Sio lazima ukae mahali fulani. Ukiona mahali utakikani enda, sababu kila mahali Mungu uko na yeye. Kwa hivyo pale utaenda lazima ataonekana juu ako ndani yako. Hapatikanagi mahali fulani. Na wale uko nao wanazaa matunda gani? Vivyo hivyo kila mti mwema huzaa matunda mazuri na mti mwovu huzaa matunda mabaya. Hivyo ndivyo Yesu anasema, mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya wala mti mwovu kuzaa matunda mazuri. Kwa hivyo ukiona mtu ile matunda anazaa ni mabaya, asikudanganye yeye ni mtu mzuri. Angaliaga mtu hata vile anaongea. Sikizaga mtu vile anaongeanga. Kuna mtu nilipigia simu nikiwa nimeona mtu fulani kwa kanisa fulani akiwa ameandika kwa Facebook anataka kujiua. Na nimeona mtu fulani, kwani kuna edaji? Huyo achana na yeye. Unasikia vile aliniambia, huyo achana na yeye. Nikazidwa na ni mtu anajifanya anahubiri. Hata mchawi wao wanakuwa wanataka kuniroga. Siwezi mtakia mambo mabaya juu hata yeye ni mtoto wa Ibrahimu, ameibiwa na Shetani. Hata yeye anaweza badilika awe mzuri. Lakini kudharau, mbona unadharau mtu na sio wewe ulimuumba? Mbona unaona hana maana? Ati wewe achana na yeye. Juu niliona ile kanisa mchawi hodari huyo akisema kitu hiyo haiulizagi swali. Akisema mtu fulani ni mbaya, hiyo inakuaga kweli kabisa. Ndio nikasema labda juu analalaga biguni. Lakini mtu mwingine aongee kuhusu mchawi hodari, hiyo ni uongo. Juu amewekwa pale na mtu fulani kwa sababu zake binafsi. Asikirie mtoto wake afikize umri ya kuhubiri. Ajue kanisa inaitagwa ni ya Mungu, lakini ni ya familia fulani ndio inajengewa. Nawe utadanganya watu, Mungu utamdanganya.
ndio unadanganya watu wa Mungu, na yeye Mungu yule Mungu wao atakuacha wapi na wewe juu umemuibia Mungu? Ndani yako unajua ni ujaja unatumia. Watu wajihadhari sana, chaneni kuchezaga na Mungu. Naona kama ni walika yenu. Mtu anajua kanisa anajengea mtoto yake, ndio maana hawezi taka mhubiri mwingine huko anahubiri. Ukihubiri vizuri wanaona atanyang'anywa, lakini akisimama tujengee Mungu madhabahu, useme ni wewe unajengewa. Utadanganya watu, Mungu utamdanganya. Mti mwema hauwezi kuzaa matunda mabaya, hivyo ndivyo Biblia inasema. Kwa hivyo mtu mzuri hawezi tenda mambo mabaya. Na ukiona mtu akitenda mambo mabaya, hata kama anakuambiaga yeye anaitwa nani, hata awe na ile kala inavaagwa hapa ya white, ukiona mienendo yake haiendani na Mungu, usiulize sijui ikaenda namna gani. Unajua watu kwanza hujua kutetea sana wahubiri. Mhubiri akitenda kitu, kwanza wale washirika wako kwa kanisa yake, ujaribu kusema utakipata, hata wanaweza kupiga, sababu wanaona huyo. Sisi zote tunatosana mbele za Mungu kusema ukweli. Ni vile wengine wamepewa karama ya kuweza kusimama mbele ya watu. Kuna watu hata Mungu anatumiaga wako pale nyuma sana kuwaonyesha mambo, lakini hawana nguvu ya kusimama mbele ya watu. Hawana hiyo ujasiri. Kwa hivyo usifikirie mhubiri ati ndiye anakuwa kwa Mungu. Kwanza mimi nasemaga hata tukekuwa unajua hata kwa Mungu kuna degree za utakatifu. Tukekuwa tunapagwa laini kwa degree, hata unaweza ona mhubiri wenu akiwa wa mwisho. Sio kusema sio mtakatifu, degree ya utakatifu. Ukute hata yule mtu Mungu ameweka juu kabisa ni yule hamuwezi fikiria. Ni yule hata haogeagi huko, hata anakaaga huko nyuma. Sababu naye Mungu huangalia hata mienendo ya mtu. Mtu anamuogopa Mungu na namna gani? Mtu anaogopa dhambi na namna gani? Hiyo ndio upako. Watu wanafikiriaga upako ni kuitwa mhubiri, pastor. Uliwekelewa mikono na ukamwagiliwa mafuta ati hiyo ni upako. Hiyo sio upako. Upako ni degree ya utakatifu. Hiyo ndio inakuaga upako. Kama hujui leo ujue. Yule mtu anaogopa dhambi sana ndiye ako na upako wa hali ya juu zaidi kuliko yule haogopi dhambi. Kama mhubiri wenu haogopi dhambi, huyo hana upako. Kwa hiyo wakati mnasemaga don't touch the anointed one, labda yule anointed huko kwa kanisa yenu ni yule anafagia huko, lakini mnaogopa yule hafai juu alipewa karama ya kusimama mbele ya watu. Hata mnasemaga hata kwa mkutano wa chifu kuna watu wanaogeaga huko. Si kusema kuongea mbele ya watu ni utakatifu. Hata ukienda mkutano wa chifu na hiyo mambo ya Mungu inaongelewa, kuna watu wanakuwa na ujasiri wa kusimama hapo anaongea. Mwingine hawezi ongea juu tumeumbwa tofauti. Kwa hivyo kuwa mchungaji sio kusema uko na upako, sio kusema wewe ndio mtakatifu. Unaweza kuwa mchungaji na labda hutaenda mbinguni. Vile Paulo alikuwa anasema anaogopa asionyeshe watu njia na yeye akose kufika. Kwa hivyo ni wewe uwe unalimia wokovu wako, na kulimia wokovu ni kuogopa dhambi na kuishi vile Mungu anasema tuishi kwa njia ambayo inafaa, njia ya utakatifu na ukweli. Hapo ndipo utazaa matunda mazuri, sio matunda ya wivu, matunda ya masegenyo, matunda ya kuongea uongo na huogopi. Mimi nachukia uongo zaidi. Mimi nasemaga hata adui yangu wa karibu yule namba moja, siwezi ongea mambo yake ya uongo ile haiko ati ndio watu wamchukie. Hata hao walijaribu kuniroga, siwezi ongea mambo ingine kando na hivyo walifanya. Naongea ya ukweli tu, ile iko ukweli, ile iko kwao. Sababu hata kuongea uongo huyo ni kuzaa matunda ya ibilisi. Ibilisi ndiye muongo. Yesu akasema yeye ni muongo kutoka zamani. Na wewe kama unaongeaga uongo, watu wanafikiriaga dhambi ni kutokunywa pombe. Hiyo ndio dhambi. Sasa sababu uliokoka na uliacha pombe, sasa wewe mbinguni. Watu wanafikiria dhambi ni userati. Kuna dhambi zingine mingi sana, kuongea uongo, masegenyo, wivu. Ukiona mtu anaendelea, mtu hata nimeona mpaka kanisani mtu mwingine akiona mtu amehubiri kumuliko anasikia wivu. Huyo sio mtu ameitwa. Sababu ukienda kwa mpira, haya watu nyinyi mnaangaliaga mpira, mimi si fani. Wakati huu kuko na World Cup, sijui kama imeisha, mimi si fani by the way hata kidogo. Kuna mtu huko timu
Kuna wale watu huigiza goli, wale wako hapa line forward, inaitagwa forward. Yule mtu wako kule kipa ama defender, hakuna wakati atakuja kuigiza bao hata siku moja. Lakini mmoja akiigiza bao wote wanafurahianga, sababu ni timu yao imeshinda. Bao ikiigizwa wanajua ni timu yao imeigiza. Nayo hii injili huwa tunahubiri. Ukiona mtu ati anaonea mtu mwingine wivu, ati unahubiri kumulika, huyo sio wa ufalme wa Mungu. Sababu mtu hata kama anaponya watu ugonjwa, anaponya, anafukuza mapepo, mtu anaombea. Mimi hata nikiona mtu ameombea wazimu hapa apone, sasa nitasikia wivu na bunagani, na nitafurahia nikiona ufalme wa giza umezidwa. Mimi sijawahi ombea wazimu akapona, lakini nikiona mhubiri amepewa hiyo upako, siwezi, nitajua ni ufalme wa giza umezidwa, na nijue ufalme wa Mungu